Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibariki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumze kwa haraka kihusucho mambo kihusucho unabii wa miaka ile 70 kama alivyoona ama alivyoambiwa Danieli na Gabrieli kwenye kitabu cha Danieli sura yake ni ya 9 mstari wake ni wa 24 mpaka 27. Kwanza Danieli alipokuwa akiomba au akisoma vitabu kama alipokuwa anasoma vitabu aliona kwamba Mungu alimwambia Yeremia kwamba taifa la Israeli likienda utumwani litakaa miaka 70. Kwa hiyo baada ya kusoma vitabu na kujumlisha kuangalia, akaona miaka 70 tayari imeshatimia. Kwa hiyo ikabidi aingie jukumu la kuanza kumwomba Mungu kwamba sasa Mungu kwamba ile miaka 70 tayari imeshatimia. Kwa hiyo Mungu anatuma ujumbe kwa malaika Gabrieli kumwendea Danieli kwamba ajue na mengine ambayo yapo. Sio hayo tu, ajue kwa mengine ambayo yapo kwenye kitabu cha Danieli. Tukisoma kitabu cha Danieli sura yake ni ya 9 mstari wake ni wa 24 na 27. Neno la Mungu na kitabu cha Danieli sura yake ni ya 9 mstari wake ni wa 24 mpaka 27. Na Mungu anasema hivi: muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono ya unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue 25. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena, pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. 26. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na ghadhabu na pamoja na gharika, na hata mwisho ule vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. 27. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pale litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imwagwe juu yake mwenye kuharibu. Kwa hiyo tunaona hapa malaika Gabrieli anamletea ujumbe Danieli juu ya majuma 70 yaliyoamliwa. Majuma 70 yanawakilisha nini? Majuma 70 yanawakilisha nini? Majuma 70 ni miaka 490. Majuma 70 ni miaka 490. Ukiangalia unabii wa majuma 70 umegawanyika mara
tatu, yani sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni majuma 7, sehemu ya pili ni majuma 62, na sehemu ya tatu ni juma moja. Kwa hiyo tunaona Gabrieli alipokuwa anamwambia Danieli kuhusu majuma. Kwanza mwana wa Mungu ujue kiunabii juma moja ni sawasawa na miaka 7. Juma moja ni miaka 7. Kuna watu wengine wazania kwamba haya mafundisho mnatoa wapi, kwamba juma moja ni miaka 7. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari ni wa 34. Labda kwa haraka nikuangalizie hapa Hesabu kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 34. Neno la Mungu nasema hivi: kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza nchi, yaani siku 40, kila siku kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndivyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarakana kwangu. Kwa hiyo unaona hapa baada ya taifa la Israeli kwenda kutoka utumwani, Musa alipotuma wapelelezi. Kwa hiyo hapa wanaambiwa wana wa Israeli kwamba kuhesabu kwao wamepeleleza ile nchi ya Kanaani siku 40. Kwa hiyo kila siku wahesabu ni mwaka mmoja, Kama wamepeleleza kwa siku 40, basi wajue kwamba miaka 40 watauchukua uovu wao. Miaka 40 watachukua uovu. Ndio maana unaona walizunguka kufika Kanaani kwa muda husika, walizunguka, Mungu aliwazungusha mpaka miaka 40 hiyo ilipotimia, ndipo walipoingia Kanaani. Pia neno huthibitika kwa mashahidi wawili ama watatu. Kwa kitabu hiki cha Ezekieli, kitabu cha Ezekieli sura yake ni ya 4, mstari wake ni wa 6. Neno Mungu anasema hivi: tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40. Siku moja kwa mwaka mmoja siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Kwa hiyo unaona hapa Mungu pia anamwambia Ezekieli kwamba atalala kwa ubavu kwa siku hizo ambazo Mungu amemwambia. Lakini hapo tunaona kwamba siku moja. Hapa nirudie tena, anasema kwamba siku moja kwa mwaka mmoja, yani siku moja ni mwaka nini? Ni mwaka mmoja. Kwa hiyo majuma 7 ni miaka 49. Kwa hiyo imegawanyika hivyo mwana wa Mungu, Kwa hiyo juma la kwanza miaka 7, miaka 7 ilivyogawanyika. Kwa hiyo ile miaka 7 ilianza kuhesabika pale mfalme yule. Kwa kitabu hiki cha nini? Kitabu hiki ni cha Nehemia sura yake. Tunasoma tunaweza kuchukua muda mrefu. Nehemia sura yake ni ya 2, mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, enenda ukalimalizie Neno la Bwana likanijia kusema, enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu, ukisema Bwana asema hivi, nakumbuka. Hapana, sio nimesema Yeremia, sio Yeremia, ni Nehemia. Nataka Nehemia, sio Yeremia. Nehemia, kitabu cha Nehemia. Hiki hapa kitabu cha Nehemia sura yake ya 2 mstari wa kwanza. Nasema hivi: ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Atashasta, na divai imewekwa mbele yake, nikaishika ile divai nikampa mfalme,
nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Kwa haraka hapa wakati hapa alikuwa mtafuta huyu Artashasta alipomruhusu Nehemia, kwa sababu huu mji huyu Ezra pia Nehemia na Ezra ndio ambao waliojenga ule mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo tunaona kwanza pale mji wa Yerusalemu alipoanza kujengwa, ndipo ambapo majuma yanaanza kuhesabika, kwa miaka yanaanza kuhesabika. Kwa hiyo huyu Gabriel anamwambia Danieli kwamba ile miaka 7, yani miaka ile yale majuma 7, ndipo ambapo tunapojengwa ule mji wa Yerusalemu. Kwa majuma hayo 7 tutajengwa mji wa Yerusalemu, yani miaka 49 tutajengwa huo mji wa Yerusalemu. Na baada ya hapo katika majuma yale 62, majuma 62, yani miaka ni miaka 434 kama sijakosea, miaka 434 kwamba Masihi atakuja na atakatiliwa mbali, atauawa. Kwa hiyo kwenye majuma hayo atauawa. Na baada ya kuuawa bado kuna nini? Bado huyu mji kama alivyokuwa amesema kwamba utabomolewa tena. Anapokuja yule mkuu ataubomoa huyo mji, ataubomoa ule mji. Na tunaona ambaye aliyokuja kubomoa baada akina Nehemia kujenga ule ukuta wa Yerusalemu na Ezra baada ya kujenga, aliyokuja kubomoa alikuwa ni huyu Tito, huyu jemedari wa Kirumi Tito, baada ya mwaka wa 70 baada ya Yesu kupaa mbinguni. Nadhani na Yesu pia alitabiri akamwambia kwamba unaona huu mji siku zinakuja kwamba haitasalia jiwe juu ya jiwe ambayo litakalo wachwa. Kwa nabii ulitimia kwa Tito alipokuja na kubomoa ule jemedari wa Kirumi, na kubomoa ule mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo hapa unatimia. Lakini tunaona majuma haya 40 ngapi, majuma 69 yameshatimia. Bado juma moja ambalo linakuja, ambalo linasema kwamba hili juma huyu atakayekuja ambaye ni mpinga Kristo, japo wengi wanasema kwamba ni Antiochus, kwamba ndio walikuwa wanasema kwamba huyu ndio ambaye Danieli aliyomsema kwenye hii kitabu cha Danieli sura 9 27, kwamba atafanya agano na watu, atafanya agano thabiti na watu wengi. Kwa hiyo kwamba huyu ni Antiochus Epiphan, lakini sio hii habari inahusu mpinga Kristo. Kwa hiyo majuma 69 tayari yameshatokea, majuma 69 tayari. Bado juma moja, kwa sababu tayari Masihi ameshakatiliwa mbali, yani Yesu ameshauawa tayari, Nimesema hapa naenda haraka kwa sababu ukiangalia masomo ya nabii mara nyingi huwa yanachukua masaa mawili, lakini sasa mimi nataka nichukue muda mdogo tu, nisichukue muda mwingi, ili kama nadhani utajifunza hata kwa hiki kidogo ambacho nakisema, kwa sababu utakuwa nainua kidogo, nadhani utaelewa. Ndio maana nakwambia kama hujasubscribe, tafadhali nakuomba usubscribe channel hii, ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii. Kwa hiyo iko hivyo, mwana wa Mungu, bado juma moja. Hilo juma moja ambayo nasema kwamba huyu mpinga Kristo atakuja na kufanya agano thabiti na watu wengi kwa juma moja. Na hilo juma imegawanyika kama tulivyosoma hapa, limegawanyika mara mbili. Hilo juma moja limegawanyika mara mbili. Kwenye kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 27 imegawanyika mara mbili. Nasema naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo,
na ghadhabu iliyokusudiwa imwagwe juu yake mwenye kuharibu. Kwa hiyo tunaona hapa hii juma imeamliwa hivyo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, nadhani nitaendelea kuja kuletea masomo zaidi na zaidi ili kwamba uweze kuelewa kwamba hapa huyu ambaye anazungumziwa hapa ni mpinga Kristo, ndio anazungumziwa kwamba kwa muda wa miaka 3.5 atafanya amani na taifa la Israeli, na muda mwingine miaka 3.5 utakuwa ni mwaka wa ziki kuu. Kwa hiyo kwa leo nitaishia hapo. Mungu akubariki sana. Anakutakia amani ya Bwana. Shalom, 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 shalom.